Asanteni. Kwa majina naitwa Salanga Lucas Mboto, mwenyekiti wa kitongoji cha Kiabunyoni, kijiji cha Nyanchabakenye. Ni mzaliwa wa Nyanchabakenye, nimekulia Nyanchabakenye. Ndugu zangu, mimi nina kero moja. Kero hiyo ambayo uwaga inanipa shida sana. Leo hii naomba mkuu wa wilaya utusaidie, na sisi wana Kiabunyoni ni sehemu ya Nyanchabakenye. Hakuna kitu kinachoniuma sana kama nikiona shule ya Nyanchabakenye ya Kiabunyoni. Maana Nyanchabakenye ina shule mbili. Tulianza kujenga shule ya msingi Nyanchabakenye tukiwa vitongoji 9. Hatimaye tukaona kwamba sisi tunatoka mbali, tukatenga shule ya Kiabunyoni, tukaanza kujenga vitongoji viwili. Tumejenga madarasa 6. Iku ikatupa msaada ambao imetujengea madarasa mawili na ofisi moja. Vitongoji viwili vimejenga madarasa 6. Hatimaye tumejenga choo. Sasa hivi tena choo kile kimedumbukia, kilikuwa kimejaa. Kwa majina naitwa Fabiano Maingo Abogo, ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nyanchabakenye. Mimi ninayo kero ndani ya kijiji cha Nyanchabakenye, hususani kwenye maendeleo ya Nyanchabakenye. Sisi tunapenda maendeleo na Nyanchabakenye. Uhalisia ni kwamba tuna changamoto tazo, hususani shule ya msingi Kiabunyoni. Tuna changamoto tangu shule hiyo imeanza mpaka sasa, hatujawahi kuona kitu kinachoitwa umeme. Na mimi mbele yako mkuu wa wilaya, tutalifanyia kazi. Tunakuomba chonde. Kingine, tuna mapungufu kama ifuatavyo. Hatuna kompyuta kwa ajili ya wanafunzi kujisaidia mambo mengine ya kujikimu kama vile mitihani kwa wakati. OPD Nyanchabakenye, hili jengo wananchi walifanya harambee kubwa, ilifanyika 2022 mwezi wa 9, na hili jengo wanawake wanahangaika sana kwa sababu ile hospitali yetu imekuwa ni vinyo na wanawake wanajifungua asubuhi na jioni. Unakuta mama analetwa pale, wakati mwingine mama anashindwa kwa sababu wanajifungua wakina mama wengi, hata watatu wanaingia pale. Lakini hili jengo mimi limeniuma kwa sababu changizo lilifanyika, vijana walituma nguvu zao wakatoa tende. Mkurugenzi mara ya mwisho na nukuu kikao cha 24 mwezi wa 5, ambao sisi kama kijiji tumeshatenga eneo kwa ajili ya uchafu, na nilialika mkutano mkuu mkutano wa kitongoji tarehe 28 mwezi wa 5 kwa ajili ya kuweza kupitisha ambao taratibu tuliweka kama serikali, ambao ni pamoja na kumweka mtu wa bajaji ambaye kila Jumapili atakuwa akipita kwenye vituo ambavyo tutaweka, akichukua uchafu wa kitongoji na kupeleka eneo kama kijiji tulipoweka, ambalo tumetenga ni eneo la kijiji. Utunzaji wa mifugo, kwamba mifugo mingi imekuwa ikichinjwa katika mwamba. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni kweli kadhia hiyo ipo katika kijiji hiki, na moja kati ya mpango wa halmashauri ni kuendeleza kutenga bajeti kwa ajili ya kuboresha vichinjio vyote vinavyopatikana halmashauri ya wilaya ya Rorya. Na katika mwaka wa fedha ambao unakuja, halmashauri imepanga bajeti kwa ajili ya kuboresha vichinjio vya Utegi, Landa, Nyamagugu na Kinesi. Lakini kwa kusudi la konsani ya kichinjio cha kijiji hiki tumelichukua na tutachangia shilingi milioni 2 kwa ajili ya kuboresha. Kwa jina naitwa Kasim Amini Saranje, ni afisa tarafa wa tarafa ya Suba. Tarafa ya Suba ni miongoni katika tarafa 4 ambazo zinaunda wilaya ya Rorya ndani ya mkoa wa Mara. Leo siku ya tarehe 17 mwezi wa 6 2026, Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ya Rorya Dr. Alfani Haule amefanikiwa kufanya ziara ndani ya tarafa yetu ya Suba kupitia kata ya Kisumu, kijiji cha Nyanchabakenye, kwa lengo la kuja kusikiliza kero mbalimbali za wananchi walioko ndani ya tarafa ya Suba na kata ya Kisumu kwa jumla. Miongoni katika vitu vya msingi ambavyo sisi kama wana Suba tunajivunia ambacho mkuu wa wilaya amekifanya kwenye eneo letu, kwa sababu moja, limesaidia wananchi kuweza kupata fursa ya kusikilizwa juu ya kero mbalimbali na matatizo mbalimbali binafsi, lakini pia yale ambayo yanahusu jamii kwa ujumla. Lakini la pili, wananchi walipata fursa
kwa kueleza zile changamoto zao ambazo kimsingi kulingana na jiografia yetu ya wilaya ya Rorya, muda mwingine wananchi wanapata tabu kuweza kutoka kwenye makazi yao na kusafiri moja kwa moja zaidi ya kilomita 50 mpaka 60 kufika mpaka kwenye makao makuu ya wilaya ya Rorya. Kwa hiyo wananchi wangechukua muda mrefu kwenda wilayani kupata majibu, tukaona leo tuteremke tuje hapa tuwasikilize. Nimefurahi pia tumepata watu kama 15 ambao walitamani kwenda Injili, lakini kupitia mkutano huu wameweza kueleza hoja zao, kero zao. Wapo ambao tumewapa maelekezo, wapo ambao tumekubaliana mambo ya kufanya, lakini pia tukasema kuna wengine wanataka kutumia maiki, hawataki mambo ya kwenda kimya kimya. Tukasema basi na wao pia wape nafasi, na jumla ya watu 15 wamezungumza, na mimi pamoja na timu iliyoambatana nayo hapa, mkurugenzi wa halmashauri yuko hapa pamoja na wakuu wa idara wote, wenye viti wa vijiji wote wa vitongoji wa kata hii, watendaji wa kata na wataalamu wote wa kata. Kwa tulikuwa tukipata hoja tunashauriana, polisi kata na wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, viongozi wote karibu tuko hapa, na tumejitahidi kutoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali ambazo mmezieleza. Ombi langu kwenu, wale ambao tumewapa maelekezo, mfuate yale maelekezo tuliyoyasema. Wale ambao wanahitaji msaada zaidi, tumetoa na namba za simu. Wengine wanahitaji kesho kupata barua za mwenyekiti wa kijiji, wengine kesho wanahitaji kuripoti kwenye taasisi mbalimbali. Tunasisitiza mfanye hivyo ili hizo kero ziweze kutatuliwa, na sisi tutafuatilia kwenye utatuzi. Nirudie tena kuwashukuru sana kwa wale ambao mmevumilia toka asubuhi mpaka sasa hivi, na sisi kwa upande wetu malengo yetu yametimia, tunawasikiliza. Kwa hiyo mtupe nafasi ya kwenda kwenye eneo jingine